Rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore amewasamehe wanajeshi 21 waliopatikana na hatia ya jaribio la kupindua serikali ya nchi hiyo takriban muongo mmoja uliopita, kwa mujibu wa amri rasmi iliyochapishwa na vyombo vya habari vya ndani mnamo siku ya Jumatatu. Inaripotiwa kuwa Traore alitangaza msamaha Disemba mwaka jana kwa watu kadhaa waliokuwa wamehukumiwa kwa kupanga njama ya kupindua serikali ya mpito mnamo mwaka 2015 baada ya kujiuzulu kwa lazima kwa rais wa zamani Blaise Compaore. Compaore alitoa madaraka kupitia mapinduzi ya mwaka 1987 ambapo kiongozi mashuhuri wa Uafrika Thomas Sankara aliuawa. Waandishi wa hukumu au waliokuwa wakifuatiliwa mahakamani kwa makosa yaliyofanyika Septemba 15 na 16 mwaka 2015 wanapatiwa msamaha, alitangaza Traore katika amri hiyo ya Machi 24, akitaja majina ya wanajeshi 21. Maafisa hao wakiwemo makamanda wawili wa zamani wa kikosi cha ulinzi wa rais walihukumiwa na mahakama ya kijeshi mjini Ouagadougou mnamo mwaka 2019 kwa makosa ya kuhujumu usalama wa taifa, mauaji au uhaini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkuu wa zamani wa majeshi wa Compaore Gilbert Diendere na waziri wa zamani wa mambo ya nje Djibril Bassole, ambao ni majenerali wawili waliopatikana na hatia na kuhukumiwa miaka 20 na 10 jela mtawalia kwa kupanga mapinduzi yaliyofeli, hawajajumuishwa kwenye msamaha huo. Wanajeshi waliopata msamaha watajiunga tena na jeshi la taifa kupambana na ugaidi nchini humo, kwa mujibu wa taarifa hizo. Traore aliahidi mwaka jana kurejesha maeneo yote ya nchi yaliyo chini ya udhibiti wa magaidi ifikapo mwishoni mwa mwaka 2025. Koloni hilo la zamani la Ufaransa limekuwa likikabiliana na makundi ya kijihadi tangu mwaka 2015, yakiwemo yale yanayohusiana na kundi la Al-Qaeda. Traore alitoa madaraka mnamo mwaka 2022 baada ya mapinduzi mawili ya kijeshi mfululizo. La kwanza ni lile lililofanyika Januari mwaka huo, ambapo jeshi lilimuondoa rais wa zamani Roch Kabore likimtuhumu kushindwa kudhibiti uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Traore naye aliongoza mapinduzi ya pili mnamo Septemba, akimuondoa kiongozi wa mpito aliyekwemo Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba. Agosti mwaka jana, nchi hiyo isiyo na pwani ilipata mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi tangu uasi uliopoenea kutoka Mali zaidi ya muongo mmoja uliopita, ambapo takriban watu 200 waliuawa na wengine 169 kujeruhiwa pale wanamgambo wa Kiislamu walipowashambulia wakazi waliokuwa wakichimba mitaro ya kujihami katika mji wa Basalogo kaskazini mwa nchi hiyo. Burkina Faso pamoja na majirani zake ambao ni Mali na Niger, ambazo zote ziko chini ya utawala wa kijeshi, zimevunja ushirikiano wa ulinzi na Ufaransa, zikituhumu kwa kuingilia mambo yao ya ndani na kushindwa kumaliza machafuko. Nchi hizo tatu zimeunda muungano mpya unaojulikana kama Umoja wa Mataifa ya Sahel na zimeanzisha ushirikiano wa kiusalama na Urusi, ambayo imekubali kuwasaidia katika vita dhidi ya ugaidi. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.